Mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, amjambo na karibu kufuata taarifa hizi za habari. Kwanza vichwa vya habari zenyewe. Mapigano makali yaliripotiwa Juni tarehe 23, 2025 katika vijiji vya Munzinzi na Bwaungu katika mtaa wa Fizi. Mapigano kati ya waasi wa AFC M23 na wapiganaji wa wazalendo yalisababisha idadi kubwa ya watu kuhama makazi yao. Uongozi wa wazalendo na Uvira ulionyesha kutokuridhishwa kwake na kauli za Jenerali Muhoozi Kainerugaba wa Uganda aliyewaita kundi la wanamgambo. Katika taarifa ya Juni tarehe 23, wazalendo walithibitisha kuwa wanatetea uhuru wa DRC na wanalindwa na sheria. Kundi la AFC M23 lilikataa shutuma za serikali ya Kongo za mauaji, mateso, ubakaji na utekaji nyara wa raia katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Vuguvugu hilo linachongea Kinshasa kwa kuendesha maneno ya uongo zenye lengo la kuharibisha hatua zake za kutetea utu wa watu wa Kongo. Mapigano makali yaliripotiwa Jumatatu hii Juni tarehe 23, 2025 katika vijiji vya Munzinzi na Bwaungu katika mtaa wa Fizi huko Kivu Kusini. Mapigano haya yaliwakutanisha waasi wa AFC M23 dhidi ya wapiganaji wa wazalendo kulingana na shirika la raia la eneo hilo. Mapigano haya yaliyotumia silaha nzito na nyepesi yalisababisha watu wengi kuhama makazi yao. Hii ni siku 3 ya mapigano. Fuata ushuhuda huu. Ndiyo, ni tangu juzi ndipo mapambano ilianza kuonekana tangu juzi siku ya posho kati ya wazalendo na M23 katika groupement ya Burale kwenye village ya Munzinzi na Bwaungu. Hali mpaka hivi ndiyo mapambano hizo ziliweza kurudilia tangu asubuhi wa leo siku ya kwanza, na ilituma watu wengi wanaweza kutoka, watu wa maumau kutoka kwenye mwingine na kujielekeza kwenye groupement Mulamba, wengine Luziru na wengine Burale. Maafa kwenye kunakuwa vita, maafa haiwezi julikana mbio mbio, ni nyuma vita ndipo maafa inajulikanaka. Uongozi wa wazalendo wa Uvira ulionyesha kutokuridhishwa kwake na maoni ya Jenerali wa Uganda Muhoozi Kainerugaba ambaye aliwaita nguvu hasi. Katika taarifa ya Juni tarehe 23, wazalendo walieleza kuwa walichukua silaha kutetea uhuru wa DRC. Wanadai kulindwa na sheria na hawawezi tena kuchukuliwa kwa kundi la wanamgambo. Maelezo na Jospin Ahangi. Bila kujali maoni yoyote, ukweli wa kikatiba wa DRC ni kwamba uhuru ni wa watu. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kulinda nchi dhidi ya hatari yoyote ndani au nje, alisema. Ushirikiano wanasema kwamba sasa wakiwapa ulinzi kwa sheria hawawezi tena kuonekana kama nguvu ya waasi. Baada ya kurudi Kampala, Jenerali Kainerugaba alirudia tuhuma zake kwenye akaunti yake ya X akisema kwamba vikosi vya pamoja vya UPDF na FARDC vitawashambulia wazalendo popote walipo isipokuwa wajisalimishe kwa hiari yao. Taarifa hii inakuja baada ya mkutano wake na Rais Felix Tshisekedi na kusaini mkataba wa makubaliano yanayofanya kazi ya pamoja shujaa dhidi ya makundi ya silaha hasa ADF. Katika majibu, wazalendo walisisitiza kujitolea kwao kulinda DRC, wakitoa wito kwa Wakongo wengine kujiandaa kulingana na vifungu 63 na 64 vya katiba. Tunatekeleza wajibu wetu wa kikatiba kwa kujitolea kwa hali ya juu, ilisomeka kwenye taarifa yao. Wazalendo wanalaani kile wanachokiona kama njama ya kuwanyamazisha katika mapambano yao kwa ajili ya uhuru wa DRC. Wanasema kwamba ni wahanga wa mashambulizi yanayopangwa na wale wanaotaka
kunyakua utajiri wa nchi, huku wakilaani jukumu la makampuni ya kimataifa kutoka magharibi yanayoungwa mkono na nchi jirani. Wazalendo wanaamini kwamba mapambano yao ni halali mbele ya vitisho vya kuwepo, inasema taarifa. Wazalendo wanasema wana jukumu la kujilinda katika muktadha wa vurugu zinazoendelea ambazo zimesababisha vifo vya milioni ya Wakongomani. Msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya alieleza mnamo Juni tarehe 22 kutoka Roma kwa nini benki zinaendelea kufungwa katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Alisitizia kuwa usalama ndio kipaumbele cha mabenki na kwamba hali ya Goma na Bukavu si nzuri. Kufungwa kwa viwanja vya ndege na matawi ya benki kuu kunazidisha hali ya uchumi kuwa mbaya. Muyaya alitaja mchakato wa amani huko Washington kama suluhisho la kufungua tena benki na akataja benki ya simu kama njia mbadala. Katika taarifa rasmi iliyotolewa Juni tarehe 22, AFC M23 ilikataa shutuma zilizotolewa na serikali ya Kongo ambayo inawachongea kwa mauaji, mateso, ubakaji na utekaji nyara wa raia katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Faustin Binja kwa maelezo zaidi. Tamko hili limetolewa baada ya taarifa ya tarehe 18 Juni ambapo makamu wa waziri mkuu wa waziri wa mambo ya ndani alilishutumu kundi la M23 kwa kuhusika na mauaji ya watu zaidi ya 239 kati ya tarehe 9 Mei hadi 16 Juni. AFC M23 kupitia msemaji wake Lawrence Kanyuka walikataa tuhuma hizo na kusema kuwa maneno ya Shabani Luko ni propaganda ya kuharibu jina ya kundi hilo. Hayo ni maneno ya chuki yaliyojaa uongo ili kuharibu kazi ya mapambano tunayofanya kwa ajili ya mabadiliko. Ni jaribio la kutuvunjia heshima lakini halitafanikiwa, alisema Kanyuka. Kundi la AFC M23 ambalo linadhibiti maeneo mengi Kivu Kaskazini na Kivu Kusini linailaumu serikali ya Kinshasa kwa kuua raia kwa ukatili, kufanya vitendo vya kinyama kama kula nyama za watu na kuwabagua watu wa misingi ya kabila au asili yao. Wanasema pia kuwa serikali inachochea chuki kati ya makabila ili kuwagawanya wananchi. AFC M23 haijabaki kimya tu, bali inasema kuwa serikali ya Kongo ni serikali iliyooza na inafanya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi Banyamulenge huko Kivu Kusini na Wahema huko Ituri. Matamko hayo makali yametolewa wakati hali ya mvutano kati ya pande hizi mbili inaendelea kuwa mbaya. Serikali ya Kinshasa pia inaishutumu Rwanda kwa kuleta watu kutoka nje kuishi kwenye maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23, jambo ambalo kundi hili linakataa kabisa. Ingawa kuna juhudi za kuleta amani huko Washington na Doha, mapigano bado yanaendelea. Kwa wiki kadhaa sasa kumekuwa na vita katika eneo la Fizi, Kivu Kusini, kati ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na AFC M23 na wapiganaji wa Zalendo wanaosaidiwa na jeshi la Kongo FARDC. Hali hii ya vita na kutokuaminiana inafanya kuwa vigumu kufikia amani, hata kama AFC M23 inadai kuwa inaendelea kupigania heshima ya Kongo na wananchi wake. Msimamizi wa Kabare alitembelea eneo hilo mwishoni mwa juma ili kufafanua maneno yasiyo kweli ya uharibifu wa wanamgambo wa Wazalendo. Viongozi wa AFC M23 ilishutumu uongo kuhusu nyumba ya Mwami. Hatua za usalama zimewekwa na gavana huyo alimuhimiza Mwami wa Kabare kurudia eneo hilo.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashiriki katika maonyesho ya kimataifa ya Osaka 2025 nchini Japani kuanzia Juni tarehe 23 hadi 13. Tukio hilo linawakilisha fursa ya kipekee ya kuweka upya DRC kwenye ngazi ya kimataifa ya uwekezaji. Wanaofanya kazi ya kujitegemea huko mjini Goma wanaunga mkono mpango huu unaolenga kukuza picha nzuri ya DRC. Alors, hii evenement yenye itapitikana inaanza tangu leo itapitikana Japan. Ni wakati ya mzuri kuona jinsi nchi yetu inaendelea kusonga mbele uchumi na inaendelea kuonekana kama nchi ambayo ni suluhisho ku shida mbalimbali, na ni wakati ambao inaomba nchi yetu iweze kuonesha vijana, iweze kuonesha kila mwenye anahusika na uchumi kuangalia jinsi nchi zingine zinafanya na kuonesha kazi ambayo tunafanya huko kwetu. Mimi naweza wapatia recommendation 2 wala 3. Ya kwanza, waangalie kazi ambayo vijana wiko nafanya katika nchi, waangalie gisi ya kusukuma mbele ile kazi iendelee. Ya pili, waangalie mapotentialite bitu ambayo tuko navyo katika nchi yetu na ambayo ni suluhisho ku mambo kadhaa katika dunia. Na ya tatu, waendelee kutumia mambo ya Kongo, waendelee kutumia mambo ambayo tunajenga huko kwetu juu ya kutuma watu wa entrepreneur Congolais waendelee kufanya kazi na wanajua kama biko na batu watakonsome kazi zao. Gavana Daniel Bumba alitembelea soko kuu la Zando akiwa na ujumbe wake tarehe 21 Juni 2025. Alichunguza maendeleo ya kazi hiyo inayojumuisha vibanda 500, tanki ya maji na visima vya maji. Gavana huyo alitangaza kuwa kazi hiyo itakamilika katika muda wa miezi 3 na kuruhusu kufunguliwa tena kwa soko hili muhimu ya Kinshasa. Ni mwisho wa taarifa hizi toka Kivu Morning Post TV. Asante kwako wewe ambao ulitufuata. Kwa heri.